Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya uongozi wa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan inakabiliwa na pigo jipya la kidiplomasia kufuatia Rais wa Marekani Donald Trump kukataa rasmi ombi la Tanzania la kutaka kuondolewa kwa vikwazo vya visa, kiuchumi na kiusafiri vilivyowekwa dhidi ya nchi. Hatua hiyo inakuja muda mfupi baada ya mawaziri wa serikali ya Tanzania kuwasilisha maombi hayo rasmi wakati wa mazungumzo ya ngazi ya juu yaliyofanyika kwenye ofisi za zamani za makao makuu ya Jeshi la Wananchi wa Tanzania, eneo la Upanga jijini Dar es Salaam, mbele ya ujumbe wa Baraza la Wawakilishi la Marekani. Maamuzi hayo ya Rais wa Marekani Donald Trump yanatajwa kuweka kizingiti kikubwa katika jitihada za serikali za kurejesha mahusiano kamili ya kidiplomasia na kiuchumi kati ya mataifa hayo mawili. Katika kikao hicho kilichopita cha tarehe 27 Julai mwaka wa 2026, Waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki Balozi Daktari Mahmoud Thabit Kombo pamoja na Waziri wa Ulinzi wa Jeshi la Kujenga Taifa Daktari Stego Mena Tax walikutana na ujumbe maalum wa wajumbe 11 wa Baraza la Wawakilishi la Marekani. Katika mkutano huo, viongozi hao wa serikali waliomba kuvutwa na kuondolewa kabisa kwa vikwazo hivyo vya usafiri ili kurahisisha safari za raia wa Tanzania na kukuza fursa za biashara pamoja na uwekezaji kati ya Tanzania na Marekani. Ujumbe huo wa Baraza la Wawakilishi la Marekani ulikuwa umeongozwa na mwenyekiti wa kamati ndogo za huduma za vijana, ulinzi na usalama Ronnie Jackson, ambaye alipokea nyaraka za maombi hayo na kuahidi kuzipeleka mbele ya mamlaka ya utawala nchini Marekani kwa ajili ya tathmini ya kina. Pamoja na kwamba ujumbe huo ulitoa pongezi kwa serikali ya Tanzania kwa mchango wake katika kudumisha amani ya kikanda na kupambana na ugaidi barani Afrika, msimamo wa mwisho wa Rais wa Marekani Donald Trump unaonyesha kuwa masharti ya ziada ya kisheria na kidemokrasia yanapaswa kutekelezwa kikamilifu kabla ya vikwazo hivyo kuondolewa. Kukataliwa kwa ombi hilo la serikali kuna maanisha kuwa vikwazo vyote vya visa vya raia wa Tanzania wanaosafiri kwenda nchini Marekani kwa ajili ya biashara, masomo, matibabu na shughuli za kitalii vinaendelea kubaki kama vilivyo bila mabadiliko yoyote. Uamuzi huo wa utawala wa Rais Donald Trump unaweka pia vikwazo vinavyozuia viteremko vya kiuchumi na fursa za uwekezaji kati ya kampuni kubwa za Marekani na sekta mbalimbali za uzalishaji nchini Tanzania, jambo linalotajwa kuathiri vibaya mipango ya kiuchumi iliyowekwa na serikali ya awamu ya 6. Hatua hii mpya iliyochukuliwa na utawala wa Washington inahusiana kwa karibu na mashinikizo mengine ya kimataifa, ikiwemo taarifa za miongozo iliyotolewa na kundi la mawaziri la Jumuiya ya Madola pamoja na shirika la mpango wa haki za binadamu ulimwenguni la Human Rights Foundation. Taasisi hizo za kitaifa na kimataifa zimekuwa zikihimiza serikali ya Tanzania kuimarisha misingi ya demokrasia, kuondoa vikwazo dhidi ya vyombo vya habari, kurejesha uhuru wa kisiasa pamoja na kushughulikia masuala ya mashtaka dhidi ya viongozi na wafuasi wa vyama vya upinzani nchini. Uchambuzi wa mzozo huu wa kidiplomasia unaonyesha changamoto kubwa zinazoikabili serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan katika kuianzisha na kuiwasilisha misingi ya usalama wa ndani na mahitaji ya kisheria yanayowekwa na mashirika ya kimataifa. Hatua ya Rais Donald Trump kukataa ombi hilo inalazimu mamlaka nchini Tanzania kupitia upya mbinu zake za kidiplomasia na kuchukua hatua za makusudi zinazokidhi viwango vya kimataifa vinavyotakiwa ili kufungua milango ya mazungumzo mapya na kuondoa vikwazo hivyo.
Pamoja na matokeo haya mabaya ya maombi ya visa na usafiri, ushirikiano kati ya maeneo ya ulinzi na usalama kati ya jeshi la wananchi wa Tanzania na vyombo vya ulinzi vya Marekani unaendelea kubaki kuwa nguzo muhimu katika ukanda wa Afrika Mashariki. Mchango wa taifa katika misheni mbalimbali za kulinda amani za Umoja wa Mataifa na Umoja wa Afrika unabaki kuwa jambo linalotambuliwa na wajumbe wa Baraza la Wawakilishi wa Marekani, ingawa ushirikiano huo au kuweza kubadili msimamo wa kiutawala wa Washington kuhusu vikwazo vya usafiri na uchumi. Kufuatia majibu hayo kutoka Washington, waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki, Balozi Daktari Mahmoud Thabit Kombo, na waziri wa ulinzi wa jeshi la kujenga taifa Daktari Tax wataendelea kukabiliwa na kibarua kizito cha kuratibu na kutathmini njia mbadala ya kidiplomasia. Serikali ya Tanzania inatakiwa kushughulikia hoja za msingi zilizosababisha kuwekwa kwa vikwazo hivyo badala ya kujitegemea maombi ya moja kwa moja ya kiserikali bila kufanya mabadiliko ya sera za ndani. Nafasi ya wajumbe wa Baraza la Wawakilishi la Marekani waliotembelea jijini Dar es Salaam tarehe 27 Julai mwaka 2026 ilikuwa ni kukusanya taarifa za kuwasilisha maombi ya Tanzania mbele ya utawala mkuu wa nchi hiyo. Hatua iliyochukuliwa na utawala wa Rais Donald Trump inathibitisha kuwa maamuzi ya mwisho ya sera za kigeni za Marekani yanabaki chini ya mamlaka kuu ya rais wa nchi hiyo bila kujali uelewano wa awali uliopatikana wakati wa vikao vya kamati ndogo za kijeshi na ulinzi. Uamuzi huu mpya wa Rais Donald Trump unaongeza shinikizo kubwa la kisiasa na kiuchumi juu ya serikali inayoongozwa na Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, wakati taifa linapoelekea kwenye mchakato wa kujiandaa na kikao chake cha kundi la Baraza la Mawaziri wa Jumuiya ya Madola kinachopangwa kufanyika mwezi Novemba. Wakati wadau wa kisiasa na kiuchumi nchini wanaofuatilia kwa karibu kuona namna serikali ya Tanzania itakavyojibu maamuzi hayo ya utawala wa Marekani, hatua zitakazochukuliwa kurejesha mahusiano hayo ya kidiplomasia. Zaidi ya vikwazo na ombi hilo kukataliwa na utawala wa Washington, shirika la Jumuiya ya Madola pamoja na Seneti ya Marekani na Bunge la Ulaya zimekuwa zikisikika zikitaka marekebisho ya sheria nchini. Taasisi hizo za kimataifa zimekuwa zikisisitiza serikali ya Tanzania kufanyia marekebisho sheria zake za ndani ya nchi na kuimarisha haki za raia ili kuweka mazingira ya uwazi katika nyanja za kisiasa na kisheria. Hatua nyingine inayosisitizwa na taasisi hizo za kimataifa pamoja na wabunge wa nchi za magharibi ni kuitaka serikali kumwachilia huru na kuwaachilia huru wote waliofungwa au wanaokabiliwa na kesi za ugaidi na uhaini nchini. Sharti hilo linajumuisha pia takwa la kumwachilia huru mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Taifa, Tundu Antipas Lissu, kama sehemu ya kukidhi misingi ya demokrasia na haki za binadamu kabla ya kuondolewa kwa vikwazo hivyo vya kiuchumi na kiusafiri.